nafasi hii kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa akifanya kazi kubwa sana usiku na mchana na kutuelekeza sisi wasaidizi wake tuhakikishe maendeleo makubwa yanapatikana kwenye maeneo yetu. Sasa niguse kwenye sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ambayo kwa kipindi cha miaka 4 hatuna haja ya kumilika tochi, maendeleo yameonekana. Amejenga madarasa ya kutosha, amejenga shule mpya za kutosha, lakini pia ameongeza bajeti kubwa kwenye sekta ya elimu. Hii inaonyesha namna gani alivyokuwa na azma ya dhati kabisa ya kuboresha elimu. Na hii mmeshaona namna ambavyo anatengeneza mahusiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Leo hii Mwela ameeleza hapa namna ambavyo anashirikiana na Wizara ya TAMISEMI, Wizara ya Elimu na Ofisi ya Waziri Mkuu. Hiyo ni sera ambayo Mheshimiwa Rais ameamua tutengeneze mahusiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo Profesa Mwela, nikupongeze kwa kuitikia mwitikio ule mzuri, na umekuwa ukitembea nchi nzima kuhamasisha. Huo uhamasishaji ni mkubwa sana. Tutapata matokeo chanya kutokana na kazi ambayo mnafanya. Kwa hiyo niombe wadau wote wa Tarime tuendelee kushirikiana ili kuboresha maisha yetu kwenye kila sehemu. Kwa na sisi wananchi tunatakiwa tuitikie. Yale madarasa mengi yaliyojengwa na shule mpya ambazo zimejengwa zinahitaji vijana wa kwenda kusoma. Kwa ni jukumu la sisi wazazi kuhakikisha kwamba tunapeleka watoto wetu shule. Tusingependa kuona kuna vijana ambao hawaendi shule. Tumeona vijana wengi mtaani huko, wengine wako sokoni wanafanya biashara. Kuna wengine wako kwenye machimbo. Hapa wameimba shairi, vijana wamesema hawataki child labor. Si ndio jamani? Manake ajira kwa watoto. Kwa wote tuendelee kukemea. Haya maendeleo makubwa ambayo yanafanyika yatakuwa hayana tija kama vijana wetu hawatapelekwa shule. Kwa wazazi tuna jukumu la kusimamia kuhakikisha watoto wanakwenda shule na wanapata haki yao ya msingi ya elimu. Lakini kuna changamoto nyingi ambazo zinafanya watoto wasifikie malengo. Kuna changamoto za ukatili wa kijinsia, kuna mimba za utotoni, kuna ndoa za utotoni. Niombe kama jamii ya Tarime tusilikubali kwenye jamii yetu. Hizi jitihada kubwa zinazofanywa na watu kama kina Mwela Foundation, lakini na serikali ambayo inafanya, zinatakiwa zitoe matunda. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunakomesha hizo changamoto na hawa watoto wanapata haki yao ya msingi ya kwenda shule. Ninyi vijana, wazazi wajibu wao kuhakikisha wanawawezesha ninyi kwenda shule. Na nyinyi mna wajibu wa kuhakikisha kwamba mnatimiza malengo yenu. Sana. Tuitumie mitandao vizuri. Tutumie mitandao lakini tutumie vizuri. Tuepuke yale mambo ambayo yatatuharibia jamii yetu. Na niombe wazazi tuwe wafuatiliaji wazuri. Mtoto anapoingia kwenye mitandao humu tuangalie na angalie vitu gani. Tusije baadaye tukajikuta jamii yetu imeharibika. Lakini pia kuna mambo ya ukatili wa kijinsia. Niwaombe wazazi na wanajamii wa Tarime, hebu tuepuke, kwa sababu wakati mwingine kupitia matendo hayo watoto wetu wanaacha hata shule. Kuna ambao wanatoroka kwenye matendo kama ya ukeketaji, wanaacha shule. Lakini kuna watoto ambao wanapigwa vipigo vya kupitiliza, inawaharibu kisaikolojia. Lakini si wazazi tuepuke kugombana mbele ya watoto, tunawaharibu kisaikolojia. Yote haya ni ukatili wa kijinsia. Ni waombe wana Tarime wote tusimame pamoja kuhakikisha tunawasaidia vijana wetu waweze kufikia kwenye ndoto zao. Tumeweza pia kuendelea kufanya vizuri kitaaluma katika mitihani ya taifa. Mathalan, wanafunzi wote waliofanya mtihani wa taifa kidato cha 4 mwaka jana walifaulu wote kwa daraja la kwanza hadi la 3 na kuchaguliwa wote kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na vyuo vya kati. Tumeweza pia kujenga na kuendeleza mahusiano mema na jamii inayotuzunguka ambayo imetusaidia kuepuka migogoro na kuinua ustawi wa shule yetu. Tumeweza pia kuwa na mikakati madhubuti ya kuwasaidia vijana wenye uwezo mdogo kitaaluma kwa kuwapa stadi za kiufundi zitakazowasaidia pindi wanapohitimu masomo yao ya sekondari. Tumeweza kujenga na kuendeleza mahusiano mema na jamii inayotuzunguka, hali ambayo imetusaidia kuepuka migogoro na kuinua ustawi wa shule yetu. Ni miongoni mwa shule 20 Tanzania zilizopewa kibali
cha kutekeleza mtaala mpya ulioboreshwa kwa kuanzisha mikondo ya amali kuanzia mwaka huu wa 2025 baada ya kukaguliwa na kukidhi vigezo vilivyowekwa. Masomo au stadi za ufundi tulizoidhinishwa kufundisha hapa shuleni ni computer programming, electrical installation, graphic and designs, designing, sewing and cloth technology, motor vehicle mechanics, plumbing and pipe fitting, carpentry and joinery, welding and metal fabrication. Maendeleo ya kitaaluma. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imeendelea kufanya vizuri kitaaluma mwaka hadi mwaka. Mathalan, katika matokeo ya mitihani ya taifa ya kidato cha 4 mwaka jana 2024, watahiniwa wote waliofanya mtihani huo walipata ufaulu wa daraja la kwanza hadi la 3 na kuchaguliwa wote kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na vyuo vya kati, pamoja na mambo mengine madogo madogo. Taasisi pia ni taasisi ambayo ni non-profit, kwamba sisi hatuangalii zaidi katika kutengeneza faida ya hela, lakini tunaangalia zaidi katika kuwekeza kwa vijana waweze kupata knowledge, skills pamoja na mambo mengine yatakayowasaidia katika maisha yao ya baadaye na kuwa vijana wa faida katika taifa pamoja na jamii na familia zao kiujumla. Kwa hiyo tunaamini kwamba maisha haya tunaishi kwa ajili ya watu wengine, na sote tuliopo hapa tupo kutokana na bidii za watu wengine. Walitia mchango katika maisha yetu na kutuwezesha kufika hapa tulipo, na bado pia tunatamani kwenda mbali zaidi. Tunatamani pia kushikwa mkono. Kwa hiyo tunaponyosha mkono kushikwa ili tufike mbali zaidi, nasi pia inabidi tunyoshe mkono na kushika wengine ili na wao waweze kufika mbali. Ukisoma Mathayo 7 fungu la 12 wameandika, tendea watu yale unayopenda na wewe utendewe. Mungu anaweza akakupa kitu lakini sio kifike kwako, kikwamie kwako. Anaweza akaruhusu vitu fulani vikapita kwako ili viende kwa wengine. Kwa hiyo taasisi ya Profesa Mwera Foundation, licha ya kwamba mimi ni mkurugenzi, lakini naamini imepita kwangu ili kuweza kusaidia watu wengine wengi zaidi. Ndani ya taasisi hii wameshapita vijana zaidi ya 70,000 toka ianzishwe taasisi hii hapa, na mpaka leo bado kundi la vijana wanaendelea kupita katika taasisi hii. Ni faraja kubwa kwangu leo kuona kwamba tuna taasisi ambazo sio za kiserikali ambao wanatoa huduma za kijamii na kuweza kuwasaidia Watanzania, sio tu wa Tarime bali hata wanaoishi nje ya Tarime. Leo tuko hapa kwenye mahafali haya kuaga vijana wetu wanaomaliza kidato cha 4, lakini hakika tunatambua kwamba taasisi ya Profesa Mwera Foundation wanafanya mengi katika jamii yetu. Tusiposhukuru sisi, kuna binadamu huko pembeni wanashukuru, lakini na sisi lazima tushukuru, kwa sababu Profesa Mwera angeweza kwenda kuipeleka pengine nje ya Tarime, lakini ameona bora alete uwekezaji huu aufanye ndani ya Tarime na zaidi ndani ya mji wa Tarime. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwan Kido International
Vocational yani CARET kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.